katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, shukrani na utukufu kwa jinsi ulivyo, kwa yale uliyotutendea na kwa yale yaliyo katika makusudi yako kututendea. Pokea sifa, shukrani na utukufu. Hii na iwe fursa nyingine kupitia nguvu katika neno utakayogusa maisha ya kila mtazamaji, kuyatimiza matumaini yake na kumpa shuhuda za yale ya kuonewa wivu kwa utukufu wa jina lako mwenyewe, katika jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya. Ni ndugu yako Bishop Manasseh DM kutoka ENCC Mji wa Bwana, mahala mabaya yasiporuhusiwa kuharibu. Ni uzuri ulioje tena ninapokusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, kwani Mungu wetu amekuwa mwema mno. Ni mwema kupita lugha kutamkwa. Kutokea katika familia nzima ya ENCC Mji wa Bwana, yale anayotutendea na yale anayotufundisha na kutuelekeza, uwepo wake kwamba haukutengwa nasi. Hii ni zaidi ya kilele cha utoshelevu wa lugha za wanadamu kuelezea. Nami nalibariki na kulitukuza jina la Bwana kwa fursa hii ambayo kwa pamoja mimi na familia yote ya ENCC Mji wa Bwana tunaifanya kuwa inawezekana kwa neema tuliyopewa na Mungu, kwamba sauti ya nguvu katika neno isikike katika maisha yako, na maisha yako kamwe yasibaki katika mkwamo kama ilivyokuwa hapo kwanza. Tunashughulika na roho ya mkwamo, na mkwamo katika awamu hii tunaikabili roho ya nyika na jangwa. Tumenena tuko katika sehemu ya 5 kipindi cha 4 cha kuikabili roho ya nyika na jangwa, sehemu ya 5 ikiwa ni mtiririko wa vipindi vya kuikabili roho ya mkwamo katika maisha yako. Tumenena vya kutosha tunapojaribu kudhihirisha mkwamo ni kitu gani hasa. Mkwamo ni kila kitu kinachokufanya ubaki kuwa mdogo, mnyonge na dhaifu, ukawa ni mtu usiyeweza kuongezeka, kukua wala kuzidisha viwango, yani your capacity kwa namna yoyote ile. Mkwamo ni hali yoyote inayokufanya ubaki ukiwa umebaki katika hatua ile ile uliokuwapo, miaka nenda miaka rudi, au kutoka kizazi hadi kizazi. Ni kama kusema babu alinunua kiwanja, baba akaweka msingi wa nyumba kwenye kiwanja kile, mtoto akamalizia nyumba, wajukuu wamekuja kuweka umeme, na vitukuu wanakuja kupiga rangi, na kizazi kinachofuata sini virembe ndio wanakuja kuweka fensi. Hawa watu hawana mahala wanapoendelea. Watu hawa miaka zaidi ya karne nzima inapita, karne 2 zinakuja, wako pale pale wanazunguka katika eneo moja. Ni mkwamo unao kuambia nini? Unakuambia ya kwamba umebaki katika eneo la kuwa mkiani, miaka nenda miaka rudi. Wewe umekuwa ni mtu wa nyuma nyuma tu. Una nguvu inayekuzuilia ustawi wako, usiendelee mbele kiuchumi. Hakuna maendeleo yoyote katika ndoa wala familia, usiwe na uzao, na hakuna chochote cha ubora, yani excellence imeondolewa kabisa katika kila eneo la maisha yako. Ni mkwamo.
Mkwamo ni kila kitu kinachozuilia nuru ya utukufu wako isiangaze. Ujuzi ulionao usikuletee matunda, na kila namna ya vipawa ulivyo navyo visiangaze. Ni mkwamo. Ni mkwamo unaokuacha ukiwa unabeba vitu vinavyokugandamiza, mitazamo iliyo kinyume, na kila namna ya magonjwa na maradhi, na kila namna ya vitu vinavyofadhaisha utukufu wa Mungu juu yako. Ni mkwamo. Nimemsihi Mungu ya kwamba kabla kipindi hiki hakijafika mwisho wake, Mungu awe amekufungua na kukukomboa kabisa. Kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 8 na mstari wa 28, maandiko yananena juu ya mtu anaitwa Farao. Farao akasema, mimi nitawapa ruhusa mwende ili mchinjie dhabihu Bwana Mungu wenu jangwani, lakini hamtakwenda mbali. Hamtakwenda mbali sana. Haya niombeni. Haya niombeni. Maneno anayoyaongea Farao hapa yanaonekana kuwa kama maneno ya maana. Kwa muda wa miaka 430 watu hawa ni watumwa na mateka. Hawakuwa na kitu chochote kilichokuwa kinaonekana kuwa kina thamani au cha maana kwao. Natazama sasa ametokea mkombozi anaitwa Musa. Na Farao amefika mahala ana sarenda kwamba nitawapa ruhusa mwende mkamwabudu Mungu wenu. Lakini ruhusa inayoonekana kuwa ni kitu cha kufurahiwa nao, ndani yake kuna neno linaloanza na neno lakini. Hiyo ni kauli inayonena nini? Kwamba mnaenda lakini mkwamo ni jambo la lazima lililo mbele yenu. Na Musa kwa kujibu usemi wa Farao akasema, hatutaweza kwenda kwa kumwekea Mungu kipimo, wala hatuachi hata ukwato nyuma yetu. Tunaenda na kila kitu na kwa umbali atakao tutaka Mungu kuenenda. Musa alikabiliana na mkwamo. Haitakuwa tofauti kwako wewe tangu siku hii ya leo. Kuna mambo ambayo leo hii nitakuwa nikinena nawe, mdhihirisho wa maisha ya mtu ambaye roho ya mkwamo inayakabili maisha yake. Lakini kwa upekee nianze na sababu za mkwamo katika maisha ya watu. Kwa nini watu wanakwama katika maisha? Leo hii nitakueleza mambo 7, na pengine tunapoendelea tutaendelea kugusa kwa kina chake na mapana yake. Jambo la kwanza ni maisha ya kukosa shukrani. Is a heart of ingratitude. Moyo wa mtu asiyekuwa na shukrani huwa unazalisha manunguniko. Mtafute mtu yoyote ambaye hajui kuwa na shukrani ya dhati. Maisha ya mtu huyu ni maisha ya mtu aliyekwama. Haendi popote. Hawezi kufika popote. Anapoteza marafiki wa thamani. Anapoteza connections za thamani. Anapoteza fursa za thamani. Na kibali kimeondoka katika maisha yake. Huyu ni mtu asiye na shukrani. Unataka kuona ya kwamba maisha yako ina ustawi unaoendelea, jifunze kubeba shukrani zinazobeba uzito unaostahili. Kwa kuwa shukrani inatambua thamani ya yale uliyopokea, kwamba hukuwa unastahili, au kama ulistahili lakini macho yako yanatazama kwa thamani inayotakikana. Unamshukuru Mungu na unawashukuru watu. Beba moyo wa shukrani.
na mkwamo utakuwa umetengwa mbali na maisha yako. Jambo la pili ambalo ni sababu ya maisha ya mkwamo katika maisha ya watu ni mazingira yasiyokuwa sahihi, yani the wrong environments. Hii ndio sababu tumeanza kushughulika na roho ya nyika na jangwa. Haitazamiwi mtu ukijua ya kwamba huko jangwani, majangwa mengine, mvua inanyesha mara moja baada ya miaka 30, na ikinyesha inakuwa ni kama bahati mbaya, sijui wingu limetokaje upande gani likanyesha mvua hapo. Na wewe unaenda kupanda mazao ya msimu kwenye jangwa hilo. Hii inamaanisha kwamba you are not aware of the environment. Mazingira ulionayo ni kwa umbali kiasi gani yanachangia mkwamo ulionao. Mungu akupe roho ya ufahamu ndani yako. Haitokei kwamba mazingira unayojizungushia nayo ni mazingira ya watu walioshindwa katika ndoa na familia, watu ambao hawaoni chochote kilicho kizuri kwa wanawake. Hao ndio rafiki zako. Mwisho wa siku ndoa yako haitakuwa salama. Watu ambao hawaoni chochote kizuri kwa wanaume, hiyo ndio kampani yako. Umepandwa katika mazingira yasiyokuwa sahihi. Jiandae kuona ya kwamba ubaya ambao ulikuwa huoni wa mtu aliyekuwa baraka kwako utaanza kuwa wazi, na sio ubaya kwa sababu ubaya ulikuwa umefichika, ila kwa sababu mtazamo wako umenyonya sumu katika mazingira yasiyokuwa sahihi. Tazama, haitokei kwamba wewe ni tai ukachungwe pamoja na kuku na vifaranga wa kuku na uanze kubehave kama tai. Haitokei. Kama wewe ni simba mtoto ukalelewa na kondoo, tabia zako zitaishia kuwa kama kondoo. Haitokei kuwa uwe simba kama simba ngurumaye. Mazingira yanaamua aina ya mkwamo unaokukabili. 3, ni kile tunachokiita the spirit of entitlement. Mtu kujihesabia haki na kuona unastahili. Hii ni sehemu ya roho iliyo chini ya roho ya mtu kuwa mbali na maisha ya kuwa na shukrani. Si kila mtu kilichostahili yako kinaweza kuwa chako. Narudia usemi huu. A sense of entitlement ni hali ambayo mtu anaona anastahili. Huwa inapelekea mkwamo. Mimi ndio mwajiri hapa, wanastahili wanifanyie haya, wanifanyie haya, wanifanyie haya. Ndivyo unavyojikuta unakuwa na mkwamo, na ukiwa umejipatia stahiki zako kwamba haziwezi kuondoka. Mimi ndiye mwajiriwa wao, lazima haki zangu ziko hivi, ziko hivi, ziko hivi. Hata kama walikuwa na mpango wa kukupatia. That spirit of entitlement, kuna kitu cha sumu inachopanda, inakuondolea thamani. Mimi ndiye baba wa nyumba hii. Kama utaishi ukiwakumbusha kila leo tunapokocha na unapoenda kulala kwamba wewe ndio baba, umepoteza thamani ya ubaba wako. Mimi ndiye mke, anapasa anifanyie haya, anifanyie haya, anifanyie haya. That spirit of entitlement inakuingiza kwenye mkwamo. Hii ndio sababu kwa wale watoto ambao ni watoto wa familia hiyo, wanajua ni jukumu la baba, ni jukumu la wazazi kuwapeleka shule, kulipa mahitaji yao yote ya shule, kulipia gharama zao zote kama ni za kwenda na kurudi au za kwako boarding na gharama zote za shule, na kuwapa chakula wanapokuwa nyumbani. Lakini mwisho wa siku mtoto huyu ambaye anajua kwamba hizi ni haki zangu kupewa, anafika mahala pa kumwambia mzazi, asante, nina haki ya kutendewa haya, lakini acha ni kushukuru kwa juhudi ulizonitendea.
na akifika mahala akakosa baadhi ya vitu, haviweki kwenye deni kama mtu ambaye ana haki ya gharama zozote zinazotakiwa kutendeka zitendeke, yeye apewe anayotakiwa kupewa. Huyu mtu akijua ya kwamba kuna nyakati ataacha yale yaliyo haki yake na yawe mambo aliyoyakosa na yeye awe yuko salama, maisha ya mtu huyu hayatajua mkwamo wakati wowote. Tazama, mtu yoyote anayedai stahiki zake, na hasa anayedai kwa ubaya, mtu huyu atapewa stahiki zake na aachwe kwa stahiki hizo, ionekane kama atainuka. Maisha yake atabaki kwenye stahiki yake, na hata kutana na connection na milango na fursa yoyote itakayo accelerate maisha yake kwa kasi ambayo hakuwahi kuitazamia. 4, ni nini kinachochangia mkwamo katika maisha ya watu? Ni kitu tunachokiita the wrong platforms. Wrong platforms ni wakati ambapo si kwamba wewe ni engineer unaenda kufanya kazi kama tabibu au daktari, au wewe ni daktari, tazama unaenda kushughulika kama ni the soldier. No. Namaanisha kuna nafasi iliyofichika. Wewe unaweza kuwa mhubiri, lakini kuna jukwaa la wahubiri ambalo Mungu hakuruhusu kwa sehemu ya hao. Usipokuwa makini ukaenda na ukacheza kwenye platform hizo, uweza kukuingiza katika mkwamo, katika gereza, katika kaburi ambalo hautakuja kutoka. Na hapa ndipo mahala ambapo mara kadha wa kadha nimekuwa nikinena na wanangu wale ambao wanajihusisha hasa na ulimwengu wa huduma ya muziki au huduma ya kusifu na kuabudu. Wakati wowote unapoona kuna jukwaa linakuita, liko na huyu na yule anaonekana kuwa ni mtu maarufu, kama si katika taifa ni duniani, lakini unajua kabisa hili ni jukwaa la kukunajis, na unajua hili jukwaa ambalo mara unapopanda utapokea namna ya pongezi ambazo ni fake, hazina mizizi, hazina grounds, hazina foundation, na Mungu hajazipokea. Na unapanda kwenye jukwaa hili moja na linakufuta kabisa katika ulimwengu wa ramani za heshima ile aliyokuwa amekupatia Mungu. Hii ndio sababu tunaangalia mkwamo mwingine. Ni aina ya mkwamo wa aina ya jukwaa ulilowahi kulipandia. Miaka mingi iliyowahi kupita, niliwahi kunena maneno yaliyo magumu kidogo kwa timu moja ya waimbaji, na wakumbuka kwa jina. Miaka hiyo walikuwa na seti nzuri ya muziki, na kwa sura hiyo ukihitaji seti yao kwa ajili ya kufanya crusade huku na kule, mnapatana, mnawalipa na wanakuja na wao wanafanya hizo performance hapo jukwani. Nikawalipa. Miaka hiyo, zaidi ya miaka 20 iliyopita, nilikuwa nikiwalipa 30,000 kwa siku, kwa muda wa siku kama 5 hivi. Akaja mhubiri mwingine kutoka Kenya akawalipa 50,000 kwa siku, na watu wakabeba vyombo vyao wakaondoka, wakaacha crusade ambayo tayari walikuwa wako pale wameanza kwa siku moja. Na nikasema sitakuja kufanya tena crusade yoyote kwa kuwaita watu kutoka kona nyingine yoyote nikitegemea vyombo vyao, mpaka nitakapopata vyombo ambavyo viko katika custodianship na milki yetu wenyewe. Hiyo ilikuwa ni maamuzi ya kwanza ambayo Mungu alinisaidia. Ya pili, nikasema, niliwaita hao watu, mmoja wao nilikuwa namkumbuka mpaka leo kwa jina, nikamwambia hiki mlichokifanya kinawafuta kabisa katika ulimwengu wa dhamana za yaliyo ya Mungu. Kwa sababu tunaweza kusema tumesamehe hapa, lakini hizi ni aina ya matokeo ya kesi ambazo mpaka mbele ya kiti cha enzi cha Kristo zitaletwa mbele ya Kristo ziweze kuzungumziwa.
Na huyu ndugu akawa ananiuliza, unataka tukurudishie pesa zako saa hii kiasi gani sasa hivi? Na nikamwambia si swala la pesa, ni swala la dhamana ya jukwaa nililowapatia, na mkaisaliti mkafuata jukwaa jingine ambalo the motive behind it sio huduma, bali ni pesa na fungu mnalopokea kule ambalo ni zaidi. Na kwa sura hiyo sio huduma, ni majukwaa ya kurukaruka kwa sababu ya kurukaruka kwenye majukwaa. Sina hakika kama hiyo bendi yenyewe na seti zenyewe zilienda zaidi ya miaka 2. Haijawahi kuwako tena huduma ile. Kwa nini? Ni kwa sababu watu au memba walioko humo hawaelewi kwamba kuna jukwaa unaweza kupanda, na jukwaa hili limejengwa juu ya msingi wa damu, na maisha yako yasiende popote. Utapewa mlo wa siku hiyo, utapewa mavazi ya kuvaa juma hilo, utapewa mambo yanayoweza kurekebisha hiki na kile, unaweza ukapewa hata gari, unaweza ukapewa hata nyumba. Lakini huo ni mkate anaokula Esau ili auze dhamana za mzaliwa za haki ya mzaliwa wake wa kwanza na baraka ya mzaliwa wake wa kwanza. Tazama, 5, ni nini kinachofanya maisha ya watu yawe yamekwama? Ni kile ambacho nimekinena tena na tena kupitia nguvu katika neno, is the knowledge gap. Ni kwa kiwango gani una ufahamu wa yale unayoyaamini, yale unayoyatenda, yale unayoyasimamia? Watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa ufahamu. Ni ufahamu ulionao utaamua mpenyo ulionao. Kwenda kwa kupapasa papasa hufanya maisha yako yawe maisha yaliyokwama. Jambo la 6, ni nini kinafanya maisha ya watu waishi maisha ya mkwamo? Ni maisha ya chuki na uchungu wa moyo. Mpendwa, chuki na uchungu wa moyo havijawahi kuyafanya maisha ya mtu yoyote kustawi duniani. Nami mara nyingine nimewapa angalizo wale ambao huwa tunaomba maombi ya vita vya kiroho na maombi ya hali ya hatari kabisa ya mapambano ya kutumia silaha za vita vya Mungu. Kumbuka, tunayepambana naye ni Shetani. Paulo ananena kupambana kwetu si juu ya damu na nyama, la hasha. Ni juu ya falme, ni juu ya mamlaka, the principalities in the spiritual realms. Ni juu ya majeshi ya pepo wabaya, ni juu ya wakuu wa giza. Nao pambana nao ndio hao. Ghadhabu, hukumu na hasira ya Mungu iwaangukie hao. Na kwa sura hiyo, ukiwa katika mtiririko wa maombi ya namna ile, na usipoelewa kwamba uadui wetu si wanadamu, uadui wetu si katika damu na nyama, unaweza kujikuta umebeba roho ya uchungu, unabeba malice, unakuwa na malicious spirit, unakuwa na chuki, unabeba uchungu moyoni. Na hivi vinaenda kukufanya kuwa mtu uliyepoteza nuru ya Mungu. Kwa kuwa Mungu amewaumba wanadamu kwa sura na mfano wake, huna haja ya kumchukia yoyote. Hata wale ambao wanambeba Shetani, ghadhabu ya Mungu ikitua juu yao, inakupasa uomboleze, inakupasa uwe na machozi, inakupasa uhuzunike. Kwa nini? Kwa sababu yale yanayowaangukia wao yangewezekana kuwa yanakuangukia wewe. Kwa kuwa uko vile ulivyo na katika fursa yoyote ulionayo, sio kwa sababu umwema kuliko wao. Wengine wa hao wamekutwa na machungu na mabaya,
na wao walikuwa bora kuliko ulivyo wewe. Na kwa sura hiyo, ondoa uchungu moyoni, ondoa hali ya chuki isiyokuwa na sababu, na umruhusu Mungu kukupatia mpenyo. Na jambo la mwisho lilo sababu ya mkwamo katika maisha ya watu ni nini? Ni hali ya kukata tamaa au kukatishwa tamaa, yani discouragement, na swala zima la nani wa kumwamini, yani the trust issues. Katika kipindi kilichopita niligusa nikinena kuhusiana na sehemu ya watu ambao maisha yako umekuwa ni mtu uliyewaamini baadhi ya watu, nawe ukaweka wazi mambo yako kwao, nawe ukujua kwamba hawa ni wawindaji walioinuka kwa lengo tu la kukutenda madhara, nawe unakuta umeconfide mambo yaliyopasa yawe siri ya moyo wako kwa watu wasiokuwa sahihi, nao wamegeuka kuwa watu wa madhara kwa maisha yako. Ndivyo inavyozaa roho ya kukata tamaa. Mtu anapokuwa amekata tamaa, hawezi kuwa na uthubutu unaostahili. Umekata tamaa ya masomo, umeikatia tamaa ndoa hii, umekata tamaa juu ya huduma hii, umekata tamaa juu ya uzao wako, umekata tamaa juu ya biashara hii. Ndivyo mkwamo unavyokuwa umepewa nguvu. Na mkwamo huu ambao ni the desert or the wilderness spirit unadhihirikaje? Mambo yale 9 niliyokuambia ndiyo sehemu ya leo nitakayokueleza. Jambo la kwanza, maisha ya mtu huyu unaishi maisha ya ukame katika eneo mojawapo la maisha au katika baadhi ya maeneo ya maisha yako. Maisha haya yanaweza kuwa yanastawi kwenye maeneo mengine, lakini katika eneo mojawapo au maeneo mawili matatu, it's a total desert. Unaweza kuta ni mtu ambaye yuko vizuri sana kiroho, amestawi kiroho, lakini kiuchumi yuko kwenye jangwa zito. Unaweza kuta ni mtu yuko vizuri kabisa kiuchumi, hana tatizo lolote, ni mtu aliye na mafanikio, lakini katika ndoa na familia is a total desert, ni jangwa. Hana chochote cha ushuhuda wa ndoa iliyothabiti, wala uzao wake hawamwamini na hawaoni kama wana mzazi katika eneo lolote. Kwa wengine anaweza kuwa ana uchumi mzuri na ana familia iko vizuri, lakini huyu mtu ni tasa kabisa kiroho, butu, hana chochote anachokijua, hana lolote analoliandama, hana chochote anachokisimamia kiroho. Ni mtu ambaye ndani yake kuna jangwa lililo dhahiri. Kwa hivyo utatambua ya kwamba sio lazima maisha ya mtu huyu yawe jangwa kwa kila kitu, bali kuna eneo ambalo Farao amesema nenda uwe huru, lakini hautaenda mbali kwenye area hii. That is the desert spirit in operation. Pili, ni nini kilichomdhihirisho wa roho hii ya nyika na jangwa katika maisha ya mtu? Ni pale ambapo matendo ya shuhuda za Mungu kwako wewe yanatokea kwa nadra. It's a very rare occurrences of your testimonies. Ni ili upate ushuhuda, miaka inapita,
ndipo mtu huyu aweze kusema kwamba hatimaye na mimi Mungu amenitendea hiki au kile. Maisha yaliyotengwa mbali na shuhuda. Ndiyo, kuna wengine huwa wanajisikia fahari kusema na kushukuru Mungu kwa kila jambo. Kulala na kuamka pia ni ushuhuda. Ndiyo, hiyo ni ushuhuda na yapasa kumtukuza Mungu kwa kila jambo analolitenda. Lakini kuna shuhuda na kuna shuhuda. Shuhuda zile zinazokutofautisha, kwa kuwa kuna waliolala hawakuamka, lakini bado kuna mabilioni waliolala wakaamka. Na wengine wamelala na kuamka, wala hawana haja na Mungu, wala hawalitaji jina la Mungu kwa namna yoyote ile, wala hawakutani na Yesu mahala popote, na wamelala na wameamka. Ushuhuda wako ni nini? Ni pale ambapo unakutana na mtu ambaye amekutana na Yesu, ameyaona matendo yake, ameuona wema wake. Ni kwa sura ile, sio tu ya mkono wake kukutoa katika majanga, lakini mkono wake kukuinua na kukuweka palipo bora zaidi leo hii kuliko ilivyokuwa jana na juzi. 3, ni nini hiki tunachokiita kuwa mdhihirisho roho ya nyika na jangwa? Ni pale ambapo mambo mema yanatokea kwa nadra katika maisha yako. Mambo mema yanatokea kwa nadra katika maisha yako. Lini kwa mara ya mwisho watu wamepiga vigeregere nyumbani mwako kwamba kuna mtoto amezaliwa, kwamba kuna anayeolewa, kwamba kuna aliye graduate, kwamba kuna aliyenunua kiwanja, kwamba kuna aliyejenga nyumba, sasa twende tukamshukuru Mungu na kuiweka wakfu, kwamba kuna biashara mpya na mradi mpya unazinduliwa, kwamba kuna watoto wamerejea kutoka ng'ambo na sasa wamekuja wakiwa na nyara walizokuja nazo toka huko, watu wakusanyike wapige tarumbeta za kumtukuza Bwana. Miaka 30, miaka 25, miaka 20, miaka 15, miaka 10 inapita. Na kwa wale wengine huwa inafikia mahala ambapo miaka inapita, hajawahi hata kusikia kigelegele, wala hata ujumbe, wala sauti inayomwambia happy birthday. Ni mambo mema yanatokea kwa nadra katika maisha yako. That is the desert spirit in action. 4, ni pale ambapo biashara yako, kazi za mikono yako, miradi yako, huduma yako inateseka na hali ya kutokukua wala kuongezeka. Haikui, haiongezeki, hupigi hatua yoyote mahala popote. Ni maisha yaliyokamatwa na roho ya nyika na jangwa. Tumenena tena na tena ya kwamba Mungu amekusudia maisha yako yawe ni maisha yanayokuwa, yanayostawi, yanayoongezeka. Mara inapotokea unatenda kazi, unafanya huduma, una biashara, unaweka mradi mahala, au unaanzisha ujenzi, na huu ni mwaka wa 23, 24, hujaweka tofali jingine lolote hapo, kuna roho ya nyika na jangwa imekupiga, nawe umepigwa na mkwamo ambao ni lazima ukwamuliwe. 5, ni nini hiki ambacho ni mdhihirisho wa roho ya nyika na jangwa inayoleta mkwamo? Ni kwamba yale yanayostawi na kufanikiwa katika mikono ya wengine, katika mikono yako wewe yanakufa. Katika mikono yako wewe hayawezi kustawi kwa namna yoyote.
Na hii huwa ni jambo jingine lenye kuhuzunisha moyo sana. Watu watakueleza jinsi ambavyo biashara hii ni biashara inayolipa, ni biashara yenye faida karibu mara 4 mara 5 ya mtaji ulionao. Katika moja ya nyakati nimekutana na hawa vijana wawili waliokuwa wameamua kuwekeza kwenye kilimo cha matikiti. Nilijua wanapambana na mambo mengi yaliyo magumu, lakini waliwekeza kwa mradi uliokuwa mkubwa sana. Mradi mkubwa wa kujengea shamba kubwa la matikiti, zile system za mabomba ya kunyweshea kwa mirija. Na pamoja na mapambano yote waliokuwa wamepambana kwayo, moja ya siku huyu kijana ameenda, matikiti yameshakuwa tayari, akaenda ili ayahesabu. Akayahesabu mmoja baada ya jingine shamba lote, makubwa na makubwa ya saizi ya kati na madogo ya kiasi gani atakayoenda kuyavuna, na yale madogo mengine kabisa kutaka kuyahesabu. Alidhani kwamba atayaacha shambani, watakao kuja kuyavuna yawe msaada kwao, waje wayavune. Akaenda kuleta maroli ya saizi ya kuvuna matikiti hayo, na jambo ambalo hakuelewa ni pale alipoenda kuvuna hakupata hata nusu ya matikiti aliyokuwa ameyahesabu. Akitazama kwamba kuna waliokuja kuiba, labda ataona walimochuma chuma au walimokanyaga kanyaga, hakuna. Na anajiuliza, yuko na karatasi ya daftari mkononi ya idadi ya matikiti aliyohesabu mwenyewe. Na nini kinatokea? Nini kinatokea? Kwa kuwa investment waliowekeza kwa kiwango kile, walifanya utafiti wa kina wa kujua ya kwamba hii ni biashara itakayowasaidia kwenda umbali fulani. Adui akawapiga na wakasikia kukata tamaa, wakasikia kuondoka kabisa kwenye eneo hilo la hiyo biashara. Kwa nini? Ikiwa watu wana frame ya kuuza viatu na wanasema tunaenda Uturuki, tunaenda China, hii ndio biashara tulionayo, kwa nini wewe ukiingia haikuletei matunda? Ikiwa watu wanasema hii ndio biashara ambayo mimi napeleka watoto shule, ni hii biashara ya catering, hii biashara ya upambaji, hii ndio biashara ambayo nimejenga nyumba ile na ile, nasaidia wazazi wangu kijijini, kwa nini ukiingia wewe inakupiga na madeni? It's the desert spirit in operations. Jambo la 6, ni nini hiki kinachodhihirika kama roho ya mkwamo katika nyika na jangwa? Ni pale ambapo mazingira yanayo kuzunguka, yani the physical environment, yanaamua kesho yako iweje. Mazingira hayapasi kuamua kesho yako, wewe unapaswa kuiamuria mazingira kesho yako. Kuna watu ambao huwa wanapenda kutumia usemi, tutaona hali ya mambo itakavyokuwa. Hali ya mambo haipasi kukuamulia mambo yaweje. Kuna namna ambayo Mungu ameweka the capacity ndani ya mwanadamu ya kuamua mazingira yaweje. Kuna mazingira ambayo Mungu ameyaumba kwa asili na pasa yawe hivyo, na kuna mazingira ambayo mwanadamu unaweza kujiumbia mazingira yako mwenyewe. Ukitazama, huu si msimu wa mvua, lakini utatazama mtu amelima bustani yake kama ilivyo mama DM pale nyumbani, amemwagilia mahindi. Watu wanakula mahindi mabichi katika wakati usio wa msimu wa mahindi. Kwa nini? Ni kwa sababu mazingira na hali ya mambo haikuamua anachokitaka. Nje huko kuna joto sahihi kila mahala,
Lakini unapoingia katika studio kama hii, kuna hali ya baridi inayofanya mazingira kuwe conducive. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna wanadamu wamejua kuna nyakati joto linaweza kukutaabisha usiwe effective, wakatengeneza air conditions. Kwa hiyo kuna hali humu chumbani ambayo kama hiyo AC haitafanya kazi, hakuna anayeweza kukaa hapa ndani. Na kwa sura hiyo, hali ya mambo haikuamuri hali iweje, unaamua wewe unachokitaka. Mtu yoyote ambaye the physical environments ndizo zinazoamua kesho yako, kwamba hakuna mvua, kwamba hakuna usafiri, kwamba miundombinu ya hiki na kile haiko sawa, ndio umekwamia hapo. Jangwa linayameza maisha yako. Jambo la 7 ni nini kinachodhihirika kama roho ya nyika na jangwa? Ni pale ambapo unashurutishwa kupiga magoti au kusujudia kile ambacho tunakiita hali ngumu ya kiuchumi, the terrible economic condition. Hali ya uchumi inaweza kuwa ngumu, na wakati unaposhurutishwa kuipigia magoti, wewe umekubali kumezwa na hali ya nyika na jangwa. Hakuna mwanadamu anayestawi kama kwa kubahatisha. Mtu yoyote unayemuona yuko juu, anayemiliki fedha na mali, hawezi kumiliki fedha na mali kwa bahati nasibu. Sio kapata bahati. Kuna strategic means zinazotumika, zinazofanya mtu huyu anainuka hatua kwa hatua. Tazama, ukitaka kujua kwamba si swala la bahati nasibu, tazama wale waliopata bahati nasibu wakashinda mamilioni. Kama watu hao huwa wanakuwa mamilionea? No. Kwa sababu kinachomfanya mtu kuendelea na ustawi endelevu kiko ndani ya mtu. Mtu huyu akiwa hawezi kupigia magoti yale mazingira yaliyo duni na mambo yanapokuwa magumu, na yeye amekataa kusujudia hali ngumu ya kiuchumi, huyu atapewa kuishinda hali hiyo ngumu ya kiuchumi, na maisha yake yatainuka na kuwa maisha yaliyo bora tena. Mara moja nimeshuhudia nikinena kisa cha sura hii. Katika moja ya nyakati nilipokuwa nikitembelea mji wa Cairo. Mji wenyewe iko miji 4. Iko Cairo ile ya zamani na Cairo nyingine 3 zikiwa zimeungana. Na yule ambaye ni the tour guide aliyekuwa ambatana nasi kuzunguka miji hii, akatufikisha mahala akasema huwa kuna tokea aina ya kimbunga kile ambacho anaita the sandstorms. Ni aina ya mchanga unaobebwa, unafunika nyumba na kila kitu, unazika kila kitu. Ni kama mlima wa mchanga unaoenda. Na nasema haujatokea huo mlima kwa zaidi ya miaka 30 iliyopita. Watu hao wamejenga kwenye jangwa, Cairo ya 2, Cairo ya 3 na Cairo ya 4. Unatembea huko kwenye jangwa, ni barabara nzuri za lami, majengo ya magorofa, ni mpaka uambie kwamba na huku kulikuwa jangwa kama unavyoona kulivyo kule Sahara. Na hiki ndicho tunachokiita kukataa kuisujudia hali ya mambo. Mahoteli mazuri yako huko, restaurant zenye vyakula vya kila aina ziko huko. Ni katika wakati wa namna ile unapoweza kutafakari
kwamba jangwa linajengwa hadi linakuwa miji mikubwa namna hii, singepasa maeneo ambako kuna miti, kuna bustani, kuna vijito, kuna mito, kuna mvua nyingi kama Tanzania kuwe ndiko kuliko jengwa zaidi? Ni kitu gani kiko ndani yako kitaamua ulipigie magoti jangwa na hali ya mambo uisujudie, au uishinde na kuitawala na kuamua kujenga yale ambayo yalikuwa hayawezekani katika jangwa lako? Jambo lile la 8, ni nini kilichomdhihirisho wa roho ya nyika na jangwa? Ni pale kunapokuwa na utasa wa kiroho au wa kimwili, yani the spiritual or physical barrenness. Maisha yako kiroho hayazai matunda yoyote. Matunda yoyote. Uko katika jangwa. Nimekutana na baadhi ya watu wana miaka 50, wana miaka 60 katika huduma, katika wokovu, na maisha yao wako kama watoto wachanga, hawawezi kupambanua kitu chochote cha mambo ya kiroho. They are spiritually barren. Kuna utasa. Tunapoongelea utasa ule wa kimwili, yani the physical barrenness, sio tu kunena juu ya utasa wa tumbo lisiloweza kupata watoto au mwanamume ambaye ni mgumba. Tunaongelea zaidi ya hayo. Ndiyo, hiyo ni sehemu ndogo tu ya hiyo ya the physical barrenness, lakini tunaongelea maisha yasiyo na matunda kwenye eneo lolote lile. Huwezi kuleta faida. Na jambo la mwisho ni pale ambapo unakuwa na ukame wa kiufahamu. Hapa ndio maana mojawapo ya pigo la roho ya nyika na jangwa ni pale ambapo mtu anakuwa amepigwa na roho ya bumbuazi na akili. Mtu huyu akiwa na jangwa la kiufahamu hawezi kufanikiwa kimasomo, hawezi kuelewa chochote. Kuna wale ambao huweza kuwa categorized, labda hayawezi masomo ya sayansi, labda hayawezi masomo fulani, labda ni somo moja tu ndio linalompa shida, lakini mengine yote yuko vizuri. Lakini huyu ambaye ana jangwa la brain, ni ufahamu wako ndio uliopigwa jangwa. Hakuna anachokielewa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Neneni yote mnayoyanena, the person is far away from the spirit of understanding. Unafanya nini ili kupona? Kubali kuingia katika jukumu la kufanya utafiti, the spiritual search. Mruhusu Roho wa Mungu kukuchunguza, macho yako yaone kuna nini kinaendelea katika roho kwa ajili yako. Jambo la pili, ingia katika maombi ya makubaliano. Ni maombi yenye nguvu, kwa sababu kwenye maombi ya makubaliano, hasa na mtu ambaye ana neema ya maombi yaliyoenda kwa kina, huyu atahitaji kupata mrejesho. Hiyo feedback unayompatia ya nini kinaendelea, huwa inapalilia na kuchochea mazingira yako yapate kuwa mazingira yaliyo bora na mazuri zaidi. Na jambo la mwisho, hakikisha moyo wako unapokea neema ya kusarenda kwa Mungu kikamilifu na kumruhusu yeye akufinyange, kuyatengeneza upya maisha yako, kuyaua yale yanayotaka kuyaua, kuyang'oa yale yanayopasa kung'olewa,
ili ayajenge upya, ayafinyange na kuyapatia mwelekeo maisha yako. Haya yakitendeka, roho ya nyika na jangwa imeuawa. Ukiisha kujua vyanzo, na ukiisha kujua mdhihirisho, na ukiisha kujua jangwa lenyewe, aina ya majangwa katika maandiko, na ukiisha kujua ni kitu gani hiki tunaponena jangwa kinamaanisha nini kwa Mkristo au kwa mtu aliyeokoka. Hii ni mkate anaokupatia Bwana ili maisha yako yawe bora. Usikwame tena. Usikwame tena. Usikwame tena. Ikiwa hujampa Yesu maisha yako, hapo ndipo mahala palipo sahihi pa kuanzia. Weka mikono yako yote miwili kifuani pako na unene pamoja nami kwa kutamka, Bwana Yesu, nafungua moyo wangu leo hii na kukaribisha wewe. Tawala Bwana, roho, nafsi na mwili wangu. Unifanye kuwa wako milele kwa kuandika jina langu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Nachagua wokovu leo hii, nami nitakuandama daima na kamwe sitorudi nyuma. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Umeomba maombi haya, wewe umeokolewa tayari. Unastahili maombi nitakayokuwa nikiomba kwa ajili yako hivi punde. Lakini kabla ya hapo, nikusihi tena kwa kila neema na rehema zake Mungu. Tumia namba zinazopita kwenye screen yako hapo chini. Wasiliana nasi. Tupigie, tutumie ujumbe kwa maombi, ushauri na maelekezo yatakayofanya maisha yako kuzaa matunda. Uondoka mahala pa utasa, mahala pa nyika na jangwa, na mahala pa mkwamo, ili maisha yako yamtukuze Mungu. Fanya maamuzi ya mtu mwenye busara. Kama uko Dar es Salaam, fanya maamuzi ya mtu aendaye bila kupapasa. Tukutane katika nyua za mji wa Bwana katika moja ya ibada zetu. Nami nina hakika ya kile ninenacho, ya kwamba ibada moja katika mji wa Bwana inatosha kubadili maisha yako katika umilele wako. Kwa kuwa katika mji wa Bwana, kama unavyosikia, ndivyo utakavyoona. Na kwa sura hiyo hiyo, niruhusu niombe kwa ajili yako na kila mmoja aliye chini ya uvuli wa sauti hii ya nguvu katika neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kumwonyesha njia yeye ambaye moyo wake ulijawa na uchungu na manunguniko. Lakini kupitia nguvu katika neno leo hii, Bwana, umtenge na kila namna ya uchungu na manunguniko. Mpe moyo uliojawa na shukrani, ili katika huo apewe kuendelea mbele. Mtenge kabisa na mazingira yoyote yasiyokuwa sahihi, yale yanayoonekana ndiyo mazingira ya wito uliomwitia, lakini ndani yake kuna watu baradhuri. Ndani yake wamepandikizwa na mwovu, watu watakao mmeza, watu watakao mwangamiza, watu watakao mtenga na fungu la mema yako. Mpe kuona ya kwamba si kila jukwaa ni jukwaa analopasa kuliendea. Ondoa uchungu ndani yake, ondoa chuki ndani yake, kwa kuwa bila ya thamani za pendo lako hawezi kuliona bubujiko la uwepo wako. Bila ya thamani za pendo lako hawezi kuona mkono wako wa milele. Baba, mwezeshe kukutumaini wewe na kuwatumaini watu walio sahihi, ndio wale anaowashirikisha mambo yanayohusu maisha yake mwenyewe,
watu ambao hawatamkatisha tamaa, watu ambao hawatatumia mambo yake kumpiga, kumporomosha na kupanda sumu katika mioyo ya wasaidizi wa hatima yake. Mungu wangu na mwamba wangu, ondolea mbali kila namna ya laana katika mikono hii. Mambo yale yanayowainua wengine yasimporomoshe yeye tena. Mambo yale yanayostawi katika mikono ya wengine yasife mikononi mwake. Mambo yale yanayowafanya wengine kuendelea mbele yasikwame mikononi mwake, katika jina la uweza la Yesu Kristo. Komesha kabisa kila namna ya ukame wa kiufahamu. Mpe kupambanua vema, mpe kuelewana na neno lako, mpe ufunuo unampa kujulishwa mambo yepi atende, yepi asitende, afungamane na nani na atengwe na nani. Mungu wangu na mwamba wangu, fanya matendo ya miujiza, matendo ya shukrani, matendo ya wema wako kuwa kwa utele, wala yasiwe haba tena katika maisha yake. Yale ya shukrani, yale ya shuhuda, yale ya kukutukuza, yale ya kuendelea mbele, yale ya kumweka mahala palipo juu, na yadhihirishwe kwa utele wake pande zote za maisha yake. Yatende haya Bwana, hata ikawe ya kwamba biashara yake, kazi za mikono yake, mradi wa mema aliyouanza, huduma uliompatia Bwana, visiteseke kwa mkwamo, vipewe uwezo wa kukua, kuzidishwa, kuongezeka, kuinuliwa, na hata ikawe ya kwamba kila jina lako litajwapo, moyo wake ukakutukuze, na kila habari yake inaponenwa mahala popote usoni pa nchi, Baba, habari yake ikafungamanishwe na yale yatakayokutukuza, kama vile Othnieli alivyonenewa. Njoo uone, njoo uone, njoo nawe utaona habari ya kwamba kutokea Nazareti kitu chema kimetokea. Geuza Bwana yale yote yaliyonenwa. Hakuna kilicho chema kinachoweza kutendeka, kinachoweza kutoka katika Nazareti ya kijiji chake, Nazareti ya familia yake, Nazareti ya maisha yake. Leo ithibitike ya kwamba kwako Bwana uyageuzae yasiyogeuzika na kuyatenda yasiyowezekana yametendeka katika maisha yake. Himiza haya vivyo kwa utukufu wa jina lako. Baba, ni asante, kwani hivi ndivyo ilivyotendeka kwa wewe. Jangwa limekomeshwa, vijito vya maji jangwani vimetokea, nyika imekomeshwa na iwe bustani ya kupendeza, hata shamba lizalo lifanywe kuwa msitu uliosheheni hazina za mema. Hivi ndivyo jina lako litakavyotukuzwa daima pande zote za maisha yake. Ni asante, kwani katika wewe imetendeka, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Ni ndugu yako Bishop Manasseh DM kutoka ENCC Mji wa Bwana, mahala mabaya yasiporuhusiwa kuharibu. Hadi wakati mwingine tutakapokutana katika nguvu katika neno, au uso kwa uso madhabahuni Mji wa Bwana. Hadi wakati huo, wema wa Mungu na udumu kuwa juu yako. Shalom.